kitu tofauti na kile walichotarajia walichomtuma wahuni wa Friends of Simba. Sawa, wamekwama kwa sababu afadhali ile barua wasingeisambaza, wangeileta hapa tukaikutia hapa, lakini walipoisambaza ile barua tuliifyatua, na watu tangu juzi tukampigia kelele waziri wa michezo Mr. Kabudi, na kweli amesikia kilio chetu, amemtuma naibu waziri kaja kusawazisha jambo kwamba serikali haijawahi kuwaamrisha watu, nyinyi wenyewe ndio mnatakiwa muwe na maamuzi. Sawa, na nikumbuke tu mesali ya hayati marehemu rais wa awamu ya 5 Magufuli, alisema kama kuna sheria hata kama imepitishwa lakini kama inaleta tabu kwa watu inabidi ifutwe. Kwa hiyo kwa hii maana imekufa. Kwa hiyo mipango yao ya kwamba Mo aondoke asiwe mwekezaji sawa imekwama. Tunasema Mo mwekezaji, umekuta hapa ameulizwa swali hapa, kwa nini mahesabu ya Simba yakaguliwi na internal auditor na auditor wa serikali, anasema jibu anataka ajibu magoli, sio yeye. Kwa hiyo ameonyesha ni jinsi gani kwamba uwezo wake kuwa mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba ni mdogo, hakutaka kuwa mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba. Tulikosea tu. Pengine ni hoja gani ama ni ajenda gani ambayo nyinyi kama wana Simba leo hii mmeondoka nayo hapa kwenye mkutano mkuu? Tulikuja ni agenda yake kutaka kumuondoa Mo. Hiyo ndio hasa ile tuleta kwenye mkutano mkuu. Hiyo ndio tuleta kwenye mkutano mkuu. Kwa na agenda ya kumuondoa Mo. Kabisa sana, nakwambia BMT imemwagiza. Si unaona siku 2-3 walikuwa wanasema kabisa kwenye vyombo vya habari kwamba haya ni maagizo ya serikali, hayawezi kupingwa na mtu. Lakini kwa sababu sisi tunaelewa na tumepita kwa tukapitisha ile barua, akasema haya ni mapendekezo, nyinyi ndio waamuzi, na ndio maana ameletwa kwenye mkutano mkuu. Mkipitisha pale sawa. Na ndio maana tumekuja hapa. Alipokuja hapa moto aliokuta hapa akaona, kwa hiyo amecheza na nyakati, kaona upepo hapa huko mzuri. Na ndio maana baada ya yule mwanasheria alipochambua hizi haya mapendekezo, baada ya kurudisha kwake amemaliza, alipowasilisha yeye aliyapokea, alitakiwa kama mwenyekiti ayarudishe kwa sisi twende na hoja ya mwekezaji. Lakini akaona hii hoja ikiendelea hapa mtakwama, akaamua kuuvunja mkutano yani kiakili zaidi. Nadhani pengine labda hii taarifa iliyotoka kuhusiana na mabadiliko ya ngazi ya uongozi, kuna namna viongozi wanajua wao ama pengine kuna namna ambavyo wanafanyika ili kukomboa wale ambao walikuwa katika nafasi. Na ndio ilikuwa nia yake hiyo. Nia yake yeye, sio yeye. Akiwa yeye akitumwa na baadhi ya viongozi wengine walioondolewa kwenye uwenyekiti ndani ya Simba. Wao wanataka kuja tena kuwa viongozi. Sasa wao wanafikiri wanaweza kumkomoa Mo. Sasa Mo ni mtu wa watu. Mo ndio Simba. Unapomtaja Mo unatutaja sisi wana Simba. Sawa? Sisi ndio wenye maamuzi na Simba. Wao ni watu wa kuja na kupita. Kashindwa hapa. Bado Mo ndio mwekezaji wa Simba, hakuna wawekezaji. Kwa sababu katiba ikupita, hawezi kusaini kile kitu. Kwa sababu jambo halijaisha. Anakwenda kurudi kwa wenzake, jamani moto niliokutoa kwa balaa, tuache. Kwa hiyo hii katiba sasa hivi ni batili. Hakuna katiba. Kwani hapa imepita katiba, imepitishwa. Sisi tumeona tumepitisha. Baada ya kusoma pale ile agenda ya mwisho, sitakuwa isema tumepitisha. Si mwenyekiti wanasema wangapi wanakubali hili? Kasema hicho kitu, amerudisha kwetu zile hoja. Yeye alichowaambia ni kwamba nyosheni viungo mrudi tujadili. Tuliporudi anamaliza mkutano. Tuliporudi tu baada ya kunyosha viungo kamaliza mkutano. Ametembea na nyakati. Kila walichotarajia na wahuni wao wa Friends of Simba wamekwama. Hatuwezi kuiacha Simba sasa hivi inachezewa na wahuni tena. Kwamba Simba hiyo shamba la bibi. Mwenyekiti sasa unamwambia nini mwenyekiti? Ninachomwambia mwenyekiti asubiri kumaliza muda wake aende tu. Hatutoshi tena. Na leo tumezilika zaidi. Hatutoshi tena. Kwamba tulimchagua wakati ule sawa. Na niseme tu kwamba ile ya kwanza tulimchagua, lakini ya pili tulilazimishwa na Triageni kumchagua huyu. Hakuna mtu alomchagua. Kalua ndio alikuwa ameshinda kula nyingi. Ila bado tu maagizo ya serikali na nini, kwa sababu mwenzao CCM akapita, lakini hakupita. Sisi hatukumchagua huyu. Tulilazimishwa. Na leo mnaona kabisa hata serikali yenyewe leo inaona kabisa kwamba wametupelekea wananchi kutuletea mtu hana uwezo kuiongoza Simba. Bwana niwatakie kila laheri. Asante sana. Kitu tofauti na kile walichotarajia walichomtuma wahuni wa Friends of Simba. Sawa, wamekwama kwa sababu afadhali ile barua wasingeisambaza, wangeileta hapa tukaikutia hapa. Lakini walipoisambaza ile barua tuliifyatua, na watu tangu juzi tukampigia kelele waziri wa michezo Mr. Kabudi, na kweli amesikia kilio chetu, amemtuma naibu waziri kaja kusawazisha jambo kwamba serikali haijawahi kuwaamrisha watu, nyinyi wenyewe ndio mnatakiwa muwe na maamuzi. Sawa. Na nikumbuke tu mesali ya hayati marehemu rais wa awamu ya 5 Magufuli, alisema kama kuna sheria hata kama imepitishwa lakini kama inaleta tabu kwa watu inabidi ifutwe. Kwa hiyo kwa hii maana imekufa. Kwa hiyo mipango yao ya kwamba Mo aondoke
asiwe mwekezaji, sawa sawa, imekwama. Tunasema Mo mwekezaji, umekuta hapa ameulizwa swali hapa, kwa nini mahesabu ya Simba yakaguliwi na internal auditor na auditor wa serikali? Anasema jibu anataka ajibu magoli, sio yeye. Kwa hiyo ameonyesha ni jinsi gani kwamba uwezo wake kuwa mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba ni mdogo, hakutakiwa kuwa mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba. Tulikosea tu. Tulikosea. Pengine ni hoja gani ama ni ajenda gani ambayo nyinyi kama wana Simba leo hii mmeondoka nayo kwenye mkutano mkuu? Tulikuja ni agenda yake kutaka kumuondoa Mo. Hiyo ndio hasa ile tuleta kwenye mkutano mkuu. Hiyo ndio tuleta kwenye mkutano mkuu. Kwa na agenda ya kumuondoa Mo. Kabisa sana, nakwambia BMT imemwagiza. Si unaona siku 2-3 walikuwa wanasema kabisa kwenye vyombo vya habari kwamba haya ni maagizo ya serikali, hayawezi kupingwa na mtu. Lakini kwa sababu sisi tunaelewa na tumepita kwa tukapitisha ile barua, akasema haya ni mapendekezo, nyinyi ndio waamuzi. Na ndio maana ametoka kwenye mkutano mkuu. Mkipitisha pale sawa. Na ndio maana tumekuja hapa. Alipokuja hapa, moto aliokuta hapa, akaona, kwa hiyo amecheza na nyakati. Kaona upepo hapa huko mzuri. Na ndio maana baada ya yule mwanasheria alipochambua hizi haya mapendekezo, baada ya kurudisha kwake amemaliza, alipowasilisha yeye aliyapokea, alitakiwa kama mwenyekiti ayarudishe kwetu sisi twende na hoja ya mwekezaji. Lakini akaona hii hoja ikiendelea hapa nitakwama, akaamua kuiua, yani kuuvunja mkutano, yani kiakili zaidi. Nadhani pengine labda hii taarifa iliyotoka kuhusiana na mabadiliko ya ngazi ya uongozi, kuna namna viongozi wanajua wao ama pengine kuna namna ambavyo wanafanyika ili kukomboa wale ambao walikuwa kusaidia wao katika nafasi. Na ndio ilikuwa nia yake hiyo. Nia yake yeye, sio yeye. Akiwa yeye akitumwa na baadhi ya viongozi wengine walioondolewa kwenye uwenyekiti ndani ya Simba. Wao wanataka kuja tena kuwa viongozi. Sasa wao wanafikiri wanaweza kumkomoa Mo. Sasa Mo ni mtu wa watu. Mo ndio Simba. Unapomtaja Mo unatutaja sisi wana Simba. Sawa? Sisi ndio wenye maamuzi na Simba. Wao ni watu wa kuja na kupita. Kashindwa hapa. Bado Mo ndio mwekezaji wa Simba, hakuna wawekezaji. Kwa sababu katiba ikupita, hawezi kusaini kile kitu. Kwa sababu jambo halijaisha. Anakwenda kurudi kwa wenzake, jamani, moto niliokutoa kwa balaa, tuache. Kwa hiyo hii katiba sasa hivi ni batili. Hakuna katiba. Kwani hapa imepita katiba, imepitishwa. Sisi tumeona tumepitisha. Baada ya kusoma pale ile agenda ya mwisho, sitakuwa isema tumepitisha. Si mwenyekiti wanasema wangapi wanakubali hili? Kasema hicho kitu. Amerudisha kwetu zile hoja. Yeye alichowaambia ni kwamba nyosheni viungo mrudi tujadili. Tuliporudi anamaliza mkutano. Tuliporudi tu baada ya kunyosha viungo kamaliza mkutano. Ametembea na nyakati. Kila walichotarajia na wahuni wao wa Friends of Simba wamekwama. Hatuwezi kuiacha Simba sasa hivi inachezewa na wahuni tena. Kwamba Simba hiyo shamba la bibi. Mwenyekiti sasa unamwambia nini mwenyekiti? Ninachomwambia mwenyekiti asubiri kumaliza muda wake aende tu. Hatutoshi tena. Na leo tumezilika zaidi. Hatutoshi tena. Kwamba tulimchagua wakati ule sawa sawa. Na niseme tu kwamba ile ya kwanza tulimchagua, lakini ya pili tulilazimishwa na Triageni kumchagua huyu. Hakuna mtu aliyomchagua. Karua ndio alikuwa ameshinda kula nyingi. Ila bado tu maagizo ya serikali na nini, kwa sababu mwenzao CCM akapita, lakini hakupita. Sisi hatukumchagua huyu. Tulilazimishwa. Na leo mnaona kabisa hata serikali yenyewe leo inaona kabisa kwamba wametupelekea wananchi kutuletea mtu hana uwezo kuiongoza Simba. Bwana, niwatakie kila laheri. Asante sana.